Nampata amekuwa hapo, amenyeshewa usiku mzima, amenyeshewa the whole night. Unajua, kuna ukimya ambao hauleti amani. Ni ukimya unaobeba kilio, unaobeba majonzi, unaobeba huzuni ya kumpoteza umpendaye. Kuna nyumba leo haijapoteza tu mtoto, imepoteza sehemu ya moyo wake. Katika kijiji cha Nzai, Mweza Ng'ombe, Kilifi, kuna familia inalia, lakini machozi yao hayatoshi kueleza maumivu walionayo. Mtoto wao wa kike, binti mdogo sana, binti wa miaka 7 tu, umri ambao mtoto anapaswa kucheka, kukimbia, kuota ndoto ndogo ndogo, lakini ndoto zake zimezimwa kikatili. Aliondoka nyumbani, lakini hakurudi tena. Wakamtafuta kila kona kwa hofu, lakini bado wakiwa na matumaini ya kuwa labda watampata akiwa salama. Lakini walichokikuta hakikuhitaji hata maelezo. Mwili wake mdogo umetupwa njiani, baridi, bila uhai, ukiwa umeachwa kama kitu kisicho na thamani, na kunyeshewa na mvua ya usiku kama mbingu nayo ilikuwa inalilia tukio hilo. Haitoshi, na kabla ya hapo alinyang'anywa utu wake, alifanyiwa unyama ambao hata maneno yanashindwa kuubeba. Ni watu gani hawa? Ni mioyo gani hii? Ni giza gani linaweza kumfanya mtu kumuumiza mtoto asiye na hatia kwa kiwango hiki? Hii si hadithi, hili ni jeraha ambalo lipo hai, jeraha la familia, jeraha la jamii. Tunawapa pole, lakini ukweli ni kwamba pole haitoshi. Tunataka haki, haki ya mtoto huyu, haki ya familia hii. Wale waliofanya unyama huu wapatikane, wawajibishwe, waadhibiwe kwa ukali unaostahili, ili iwe fundisho, ili kesho tusisimame tena tukisimulia maumivu kama haya, kwa sababu hakuna mtoto anayestahili kufa hivi, na hakuna mzazi anayestahili kuishi na kumbukumbu ya maumivu kama haya. Poleni wana familia. Mimi ni Kasim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.